Sma, utajibu hili. Je, kuna uwezekano wa Marekani kutumia silaha za nyuklia dhidi ya Iran? Ikitokea hivyo, Iran inaweza kujibu kwa namna gani? Je, Urusi, China au Korea Kaskazini zinaweza kujiunga na Iran dhidi ya Marekani? Sawa. ni kazi tu kidogo alichokisema Henry. Ukiona Mwafrika yoyote au nchi yoyote ya Kiafrika au mtu yoyote ambaye anakimbilia kuna migogoro ya Kiafrika alafu anakimbilia kupeleka kule, kujua wewe ni msaliti, kwa sababu hizo UN, ICC na zingine tumeona zimeundwa kwa sababu ya kutetea maslahi yao. Kwa hiyo tunabidi tuwe makini sana. Tuangalie mtoto anakimbilia wapi akitishika. Hiyo ya kwanza. Kuhusu kwenye kutumia nuclear, kuna possibility ya kutumia nuclear. Ziko kuna aina 2-3. Ya kwanza na hiyo ya pili. Kwa hiyo tunawafananisha hao na house negroes. Exactly. House negroes kwenye fikra zinduka. Umeona? Sasa natamani Waafrika tujiamini kama Wairani wanavyojiamini, na sisi tujiamini kwamba tunaweza tukasolve matatizo yetu sisi wenyewe. Sio matatizo yetu unaenda kukimbilia kwenda, ni sawasawa mwanafunzi mnoko kitu chochote tu kakimbia kwa mwalimu kwenda kutoa taarifa. Umeona? Kwa hiyo tunao house negro wengi sana. Sasa kuhusu silaha za nuclear, ziko aina mbili. Kuna strategic ambazo zimewahi kutumika mara moja tu katika tangia kuumbwa kwa hii dunia, na zimetumika na Marekani, fat bomb ambazo zilitumika Hiroshima na Nagasaki, ambazo ndo zile ukisikia ma ICBM yale, na kuna kitu kinaitwa nuclear triad. Zinaweza zikawa launched kutoka kwenye ndege, zinaweza zikawa launched kutoka kwenye silo ni mahandaki, au zinaweza zikawa SLBM, submarine ballistic missiles zile. Na hizo madhara yake ni makubwa, ndo inaweza ikipiga daa hapa inaweza kaangamiza either nusu au karibia asilimia kubwa ya raia wa daa nzima hii hapa, kwa sababu inakuwa ina radius. Kuna heat wave, kuna shock wave, alafu kuna fallout, inaweza ikapiga mpaka radius ya kilomita 10. Ila kuna tactical nukes. Tactical nukes uwezo wake huo umepunguzwa, umekuwa mdogo, na unatumika specifically katika baadhi ya sehemu, na madhara yake na fallout yake inakuwa ni ndogo kidogo. Sasa tactical nukes ziko aina kadhaa. Marekani anayo moja ambayo ni B61, either B6111 au B6113, ambazo ni bunker busters. Ni kama zile GBU-57 ambayo kazi yake ni kuharibu mahandaki ambayo yako chini ya ground. Kwa hiyo zile huenda akazitumia kutoka kwenye ule mlima ambao walikuwa wanaongelea juzi. Wana jina fulani fani. Naomba nisaidie jina, Sky au Henry mlikuwa mnazitaja jazi. Potipoti sijui Pikatsi. Umeona? Huenda wakazitumia pale kwa sababu hiyo ni tactical nuke. So possibility ipo, lakini kutumia tactical nuke, na wataitumia iwapo Iran atajifanya kukomaa sana kwamba anataka mtoi sasa ni shai mtu mzima, huenda sasa Marekani akaamua, lakini sasa itakuwa ina fallout. Kama nilivyokuambia, kuna equal and opposite reaction, kwamba atakapofanya hivyo sasa huenda mujtaba akasema sisi tumerefrain, tumejizuia kutengeneza silaha ya nyuklia kwa sababu tutakusababisha maangamizi. Lakini hii ni kitu ambacho kinaitwa existential threat, ni hatari ambayo ya kuondoa uwepo wetu sisi. Kwenye hii hata dini yetu inaturuhusu. Niliongelea hata kwenye Uislamu haturuhusiwi kula kitimoto wala haturuhusiwi kula pombe. Lakini iwapo bila kutumia hiyo utakufa, then unaruhusiwa kula kwa kiwango ambacho kitaendelea kukufanya uwe hai mpaka utakapopata source nyingine. Kwa hiyo kuna exception hiyo. Kwa hiyo huenda ikabadilishwa sasa hiyo fatwa kama bado watakuwepo, au huenda sasa nchi zingine zikaingia direct. Either North Korea akaamua ampe silaha, au Marekani, Urusi na China waingilie kati, wakasema hii haikubaliki, sasa sisi tunaingia, tutamlinda huyo, haturuhusu kitu kama hichi kitokee. Kwa hiyo kuna several scenarios ambazo zipo, ila kwa jibu lake ni yes, lakini yes hiyo ina conditions. Mwanafuse, hongera sana na asante kuitazama video hii, ila bado kuna video nyingine nyingi sana za wewe kutazama, kufunguka na kuongeza ujuzi. Hapa YouTube channel ya DJ Smart 255 kuna video nyingine aina nyingi. Ingia kwenye playlist, uchague mada inayokuvutia, kuanzia military, tech, intelligence,
X-Files, adventure, historia, afya. Fuse by DJ Sma inakuletea yale ambayo huyasikii kirahisi, ila yana umuhimu sana kwenye maisha yetu. Link za video zote za Fuse huwekwa kwenye WhatsApp channel ya Fuse by DJ Sma. Ili kupata link za video za Fuse kwa wepesi, scan hii QR code na usubscribe kwenye channel, au tuma ujumbe wa text wa WhatsApp kwenda 0764124124. Andika niunge na utapokea ujumbe automatic wenye link ambayo ukibonyeza link hiyo inakupeleka kwenye channel na unasubscribe. Namba hii haipokei simu, sio ya WhatsApp, sio ya kawaida. Social media zote natumia DJ Sma 255. Asante kwa kutazama, asante kwa kuamini, asante kwa kuwa sehemu ya safari hii. Share na wengine wafaidike. Fuse, Facts and Logic. Fuse by DJ Sma inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Sma, one love. DJ Sma. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi, lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.